Yani kwa taarifa zinazoendelea ni kwamba Yamoto Bendi wote wamesusa kutoa mchango kwa Mkubwa Fella, licha ya Mwijaku kuweza kutusanua na kuweka wazi kwamba Mbosso ndo ambaye kidogo alipata nafasi ya kuchangia chochote, lakini ukweli ni kwamba hata kama wamechangia, ila yanayoonekana nje na inaonekana pia ndani kabisa, unaona kabisa kuna vitu ambavyo havijakaa sawa. Of course mpaka hivi sasa ukweli ni kwamba katika wasanii ambao wamejitoa kwa 100% na wametoa mchango yani zaidi ya kile kiwango ambacho kilikuwa kinaonekana kwamba labda kimetolewa ni Diamond Platnumz. Japokuwa ndo msanii ambaye anaimbwa na kuonekana kwamba labda hana mapenzi ya kweli, ana roho mbaya, anashindwa kumsaidia Mkubwa Fella, kwa sababu nikiwa nazungumza kwamba tukimtoa Diamond Platnumz, lakini katika wasanii ambao ninaamini wamepata malezi mazuri kwa miaka mingi sana katika mikono ya Mkubwa Fella, basi ni Yamoto Bendi. Lakini hebu tuweke uhalisia na ukweli kwamba nikianza na Enoch Bella, Beka Flavor, lakini pia Aslay pamoja pia na Mbosso Kane, the way jinsi wanavyomtreat Mkubwa Fella kwenye kipindi kigumu na kipindi ambacho anakipitia kwa hivi sasa cha kuweza kupata changamoto ya kiafya yake, ni wazi na ni ukweli kwamba Yamoto Bendi inaonekana kwamba wana kinyongo ambacho labda kilikuwa kinaendelea katika maisha yao, na ndio maana ninaanza kumwelewa Dudubaya kwamba yani huenda kila ambacho anakizungumza ni kweli. Hakuna binadamu ambaye amekamilika. Sasa labda tunafahamu na kukumbuka kipindi ambacho Yamoto Bendi ilikuwa imesha kufa na kila mmoja akawa anatafuta riziki kwa upande wake. Yani ninakumbuka kwamba wasanii wa Yamoto Bendi, Mbosso, Enoch, Beka Flavor na Aslay walikuwa kipitia maisha magumu sana kiasi kwamba walikuwa wanahitaji msaada, na ni kipindi ambacho Mkubwa Fella alikuwa akijiweza kimaslahi na alikuwa na uwezo wa kuwaweka sawa na maisha yao yakaendelea kuwa kama kawaida. Lakini cha ajabu ni kwamba kila mmoja katika kundi la wasanii ambao walikuwepo pale Yamoto Bendi waliweza kupambana kivyao vyao, yani kila mmoja akawa anatafuta tobo lake na kupambana na mziki wake bila ya kuwa na support ya aina yoyote. Yani hapa nikiwa namzungumzia Aslay, baada ya kuona kwamba ana uwezo wa kujipush mwenyewe na kupambana, na of course mambo yake yakawa yameenda sawa, Aslay ikawa nafasi yake na opportunity kubwa sana ya yeye kuweza kutoboa kwenye ngoma zake nyingi sana kwa kipindi kile. Tukamwona pia Beka Flavor na yeye akaanza kujitafuta na kupambana na kuweza kujipata kwa nafasi yake. Mwisho wa siku pia tukaweza kumuona Enoch Bella kwa nafasi yake, na leo hii tunazungumzia pia Mbosso Kane kama moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri. Lakini cha ajabu kwenye kundi lote la hao wasanii, yani wasanii wote wanne, yani wanachokionyesha na hata kama wanachangia, lakini tofauti na mapenzi ambayo ilibidi wamuonyeshe kama baba yao mzazi, jinsi walivyoishi Yamoto Bendi na Mkubwa Fella, yani ni sawa na mtoto na baba kuweza kuishi pamoja kwenye kipindi kigumu na kipindi kizuri. Lakini cha ajabu kwenye kipindi kigumu cha Mkubwa Fella mpaka watoto wanashindwa kumsapoti pia baba yao aliwalea kimziki, basi ujue kuna kitu kinachoendelea nyuma ya pazia ambacho mashabiki hawakijui. Na ndio maana Dudubaya amezungumza kwa ukweli kwamba inaonekana kuna machungu ya wasanii wengi sana wa zamani, akiwemo kina MB Dogi, wakina Pasenti, lakini inaonekana kwamba kuna kundi kubwa la wasanii ambao wana machungu, wana kinyongo na Mkubwa Fella, na ndio maana wanashindwa kukunjua mioyo yao kuweza kumsaidia. Sasa kama kawaida sina la ziada, ila cha msingi tukutane kwenye ukurasa wetu na platform yetu ya Hatboy Media.